mradi huu umetumia fedha nyingi sana, zaidi ya bilioni 36.8. Ujenzi wa mradi ni jambo moja, lakini kulinda na kutunza ni jambo la pili. Tumeshuhudia baadhi ya maeneo nakuta serikali imewekeza fedha, mtu amegombana na mkewe, anachukua shoka anaenda kuvunja bomba la maji. Hapana, haiwezekani kwamba hapa watu walikuwa na shida, alafu serikali inawekeza, alafu wewe unakuja unavunja bomba kwa maksudi. Haiwezekani. Wewe ukiona umeshiba au umeona una furaha zaidi, basi wewe chezea kidevu chako au kitambi, lakini sio tena mabomba ya maji. Hapana, naumiza. Kwa hiyo niwaombe sana, mabomba haya na mradi huu ambao fedha nyingi zimewekezwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tuulinde kama mboni ya jicho. Swala la maunganisho ya maji, sitarajii na sitegemei kuona sasa watu wanaunganishiwa maji kijanja janja, taka atoe hela kiasi fulani ndio unganisho. Hapana. Mtu ameomba kuunganishiwa maji, DAWASA naomba niwaeleze, ndani ya siku 7 lazima mtu aunganishiwe maji. Sio anaomba kuunganishiwa maji njoo kesho kutwa, njoo Mtondogoo mpaka atoe kidogodogo. Nataka niwaambie, ukizingua tunazinguana. Mtu ameomba kuunganishiwa maji, aunganishiwe maji ndani ya siku 7. Amelipa aunganishiwe maji. Tunapoenda kwenye utunzaji wa mradi huu, nilikuwa naomba sana, tunapoenda kuyatumia haya maji yanatoka mbali, yanatoka hapa Ruvu, yanahitaji umeme, yanahitaji madawa kuweza kutibiwa. Sasa huko mtaani akiwa yanapotea, tunatarajia, CEO amesema hapa, kuna mabomba yale ya zamani, tutegemee kupasuka kwa mabomba, na mabomba yakipasuka, maji yakivuja, tunapopoteza zile ni fedha. Kwa hiyo niombe wenzetu wananchi, popote ulipo, ukiona kuna maji yanavuja mtaani, tunaomba utoe taarifa kwa wakati. Utakuwa umetusaidia kupunguza swala la upotevu wa maji. Tuchukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Bilioni 36.8 zimetumika hapa. Leo tumeanzia pale kwenye eneo ambako maji yanatoka, pale eneo la Kibamba. Umejaribu kuwasha pale pampu ambayo yanakuja hapa hizi kilomita 10.8 na kuleta kwenye tanki hili ambapo tupo la lita milioni 9 kwa ajili ya kudumia. Mradi huu tunaoita ni mradi wa Dar es Salaam ya Kusini. Ukizungumza Dar es Salaam ya Kusini unazungumza yote kuanzia jimbo la Ukonga kule, unakuja huko jimbo la Segerea yote, lakini linagusa hadi eneo la wilaya ya Ubungo, maeneo yaliyokuwa na changamoto ya maji. Lakini vile vile unaenda linagusa hadi maeneo ya Temeke ambako nako yataweza kunufaika na mradi huu. Na kama unavyofahamu Mheshimiwa Waziri, kuna baadhi ya maeneo kilomita 108 zimelazwa kama mabomba mapya, lakini mradi huu vile vile utaenda kuingiza maji kwenye mtandao ambao uliokuwa tayari hupo kwa ajili sasa ya kulisha maji. Kwa hiyo maeneo yale yaliyokuwa na changamoto ya maji kama kule Bonyokwa ambao kulikuwa na changamoto Kifuru, nako mtandao ulishalazwa lakini ulikuwa upati maji ya kutosha. Kwa hiyo tunachukua vile vile nafasi hii kukushukuru Mheshimiwa Waziri kwa jitihada kubwa ambazo umekuwa ukisukuma katika jiji la Dar es Salaam.